Kwa majina naitwa Aaron Mugisha, marehemu ni shemeji yangu, na kwa ufupi ilikuwa basi tulipata taarifa za msiba siku ya Jumapili, na taarifa hizi kimsingi zilitustua na hata kutushangaza kutokana na tunavyomfahamu marehemu kwamba ni mtu ambaye kwanza ni mcheshi, naongea na kila mtu, na kwa tabia zake sisi imetushtua na kutushangaza kwa yale ambayo tumeyasikia kwamba yametokea na ambayo imepelekea kifo chake. Kwa hivyo tunapomfahamu sio mtu wa matukio, sio mtu wa matukio mabaya, ni mtu ambaye ana matukio mazuri, mtu ambaye anamfurahisha kila mtu, ni mtu ambaye anapenda watu na jamii inayomzunguka, na hasa ikizingatia kama unavyofahamu alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Tumaini campus ya Dar es Salaam. Wewe mwenyewe ni mashuhuda, unaona wanafunzi wenzake wako hapa, manake walikuwa wanampenda na walikuwa wanashirikiana nao vyema katika masuala yake ya kijamii, lakini na masuala mengine ya kielimu. Sawa, kabla ya umauti kumfika, kuna taarifa zozote ambazo mlikuwa mkizisikia labda huenda kuna changamoto alikuwa akiipitia mpaka huenda sasa ikamfanya yeye kuchukua kumkuta kwenye hali hiyo kwamba amekutwa amejinyonga? Kimsingi sisi hatukuwa na taarifa yoyote. Tuna taarifa yoyote kama nilivyokushaeleza hapo mwanzo. Ni mtu ambaye tulikuwa tumekutana naye katika matukio mbalimbali ya kifamilia, matukio ya misiba, matukio mengine ya kijamii. Na awali hatukuwa na taarifa zozote zile ambazo zimepelekea hayo ambayo yametokea. Na ndio maana sisi kama nilivyokusimulia hapo mwanzo tulipata taarifa kwa mshtuko, lakini pia kwa mshangao, sababu kwa tunavyomfahamu sio mtu ambaye angeelekea katika kufanya tukio ambalo limepelekea yeye mwenyewe kuwa katika kutokuwepo hapa duniani. Mnaona, akili sisi hatuna hizo taarifa zaidi za kwamba alikuwa labda na tatizo na mtu, labda amegombana na mtu au kitu ambacho kinaweza kupelekea yeye akawa katika hali hiyo. Lakini kimsingi ni kwamba sisi tumeliachia jeshi la polisi waendelee na uchunguzi wao, na pindi watakapomaliza uchunguzi wao, maana jambo hili ni la kipolisi, wataanza uchunguzi wao, watatuletea mrejesho kama familia kwamba labda kuna 1, 2, 3. Sawa, marehemu alikuwa akisoma pale chuo cha Tumaini. Katika kuishi kwake alikuwa akiishi hapa au alikuwa anajitegemea yeye kama yeye? Awali aliwahi kuishi hapa sababu alikuwa bado nitegemezi, sababu hapa nyumbani ni kwa shemeji yake ambaye ni mdogo wangu mimi. Hapa tulipoweka msiba ni kwa shemeji yake ambaye ni mdogo wangu mimi. Kwa automatically marehemu pia ni shemeji yangu. Mpaka mauti namkuta alikuwa aishi hapa. Alikuwa anajitegemea, alikuwa anaishi maeneo ya Mwenge. Na alikuwa anaendelea maisha yake. Kwa maana wanafunzi wana ile utaratibu kuishi yani hostel, wanapanga vyumba na naishi namna hiyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mwanafunzi, lakini pia alikuwa katika harakati za kwanza kujitegemea. Kwa hiyo waliona tu atoke hapa naye akakae aanze kujitegemea kwa namna moja au nyingine. Huko anasoma shule, lakini pia alikuwa na shughuli zake vingine alikuwa anavifanya kulingana na Mwenyezi Mungu alivyokuwa akimjalia kupata kipato chake. Mbali na kuishi hapo Mwenge, alipokuwa akijitegemea kama yeye, alikuwa na tabia ya kuja huku mara kwa mara, au mara ya mwisho yeye kuja huku ilikuwa ni huko alikuwa anakuja mara kwa mara, kwa sababu kwanza hapa ni nyumbani kwa dada yake. Kwa hiyo yote vile lazima aje kumwona dada yake, na alikuwa anakuja mara kwa mara, na ndio maana hata majirani hapa wengi wanamfahamu. Yaani hapa sio mgeni, ni mwenyeji tu, sababu majirani wote hapa wanamfahamu. Na kama unavyoona hapa sio wanafunzi wote, sio wanafunzi pekee, pia na majirani wako hapa wamekuja kuomboleza. Sawa, wewe kama shemeji yake, mara mwisho wewe kuwasiliana naye ilikuwa ni lini, na kuna chochote ambacho mlikuwa mmepanga kukifanya wewe na shemeji yako kabla ya umauti wake kumfikia? Kwa mara mwisho tulikutana kama wiki 3 zilizopita, na tulikuwa tumepanga kwamba angekuja kwenye shughuli ya mwanangu. Mimi nilikuwa na shughuli Dominika iliyopita, yani Jumapili ya tarehe 15 nilikuwa na
shughuli ya mwanangu ya ubarikio, yani komunia ya kwanza. Tukawa tumekubaliana kwamba angekuja, angekuwa ni mmoja wa wageni waalikwa, lakini sikumuona siku hiyo. Kwa hiyo sikulia kwa sababu kila binadamu anakuwa na harakati nyingi, kwa hivyo nina kama majuma kama matatu hivi nimewasiliana naye uso kwa macho, sio kwa simu. Tulikuwa wote na huyu shemeji yake ambaye amehost huu msiba, tukakubaliana pale, tukapanga tukasema bwana, ni vizuri na wewe uje ukashiriki pamoja nami, mtoto wangu anapata komunia ya kwanza, wengine mnaita ubarikio, tujumike pamoja basi tusherekee. Lakini kwa bahati mbaya sikumuona siku hiyo kuja kwenye sherehe. Mimi nikadhani kwamba atakuwa na harakati zingine za kimaisha. Sawa, katika taarifa za awali hapo mwanzo pia wewe mwenyewe ulisema kwamba ni mtu ambaye alikuwa anajitegemea kiishi yeye mwenyewe. Labda katika kuuliza wale ambao walikuwa ki-interact nao ikiwemo chuo au labda pale nyumbani ambapo walikuwa akiishi, kuna ujumbe wote ambao labda aliuacha kabla umauti wake kumfika? Mpaka sasa sisi pia tumejaribu kuwauliza marafiki zake wa chuo, tunajaribu kuuliza wale majirani waliokuwa wanaishi nao. Kila mtu anashangaa, hakuna mtu exactly ana taarifa yoyote kuhusiana na yeye kwamba labda kuna jambo lolote labda lilikuwa linamsibu au linamtatiza. Hakuna, yani imetokea tu, yani imekuja kama by surprise, yani hatujui yani what happened in between. Kwa hiyo sasa tunashindwa kuelewa exactly nini kimetokea na tufanye nini. Sasa tukaona ni vizuri jambo hili tuwakabidhi wenye mamlaka yao, wao wanajua mbinu zote za kuweza kujua hasa nini kimetokea, au hata viashiria vyake. Watapata viashiria, waanza wakajua hasa exactly hiki inawezekana hiki au kile. Kwa hiyo sisi sababu wengi hatuna utaalamu na tumeshindwa hata kujua exactly what happened, tumeona tuwaachie jeshi la polisi na waendelee na uchunguzi. Basi pindi watakapokuwa mafanikisha wamepata taarifa ambazo zinaonekana kwamba sisi kama familia tunaweza tukazipata na tukaziishi, labda kuona labda mwenzetu labda alipata shida 1 2 3 ndio imepelekea kuchukua maamuzi hayo, basi tutakuwa na taarifa tunakuwa nazo tu kama familia tu, lakini so far mpaka sasa hivi hatujajua exactly what happened. Sawa, kama shemeji yake ni marehemu alikuwa anapendelea sana kufanya nini? Kwa ninavyomfahamu mimi, marehemu yeye alikuwa anapenda sana kusocialize na watu, kaa na wenzake, marafiki, sisi ndugu. Hakuna shughuli ambayo ingetokea marehemu asiwepo kwenye familia yetu, atakuja. Ni mtu ambaye anakuwa anapenda zaidi kaa na watu na kufurahi na kuenjoy nao. Kama kuna jambo lolote ushauri atashauri kama mwanafamilia, basi ndio hivyo tu. Lakini kwa ninavyomfahamu alikuwa ni mtu wa watu, anapenda kukaa na watu na alikuwa anapenda sana niseme kusocialize na watu. Yani ile socialization yake ilikuwa ni kubwa mno, yani alikuwa apende kukaa peke yake. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda kukaa na watu, kufurahi nao, kujua matatizo yao, yani tatizo lako ni tatizo lake, mna share, mnapeana mawazo, maisha yanasonga mbele. Sawa, yeye marehemu mpaka sasa hivi ameacha watoto wangapi? Sina taarifa zozote za kuhusiana na hilo swali. Sina taarifa zozote kama ameacha watoto wangapi. Binafsi mimi hajawahi kunionyesha hicho kitu. Tangu tulikuwa tukikaa naye, tukiishi naye, tukifurahi naye, mimi hajawahi kunionyesha hicho kitu. Kwa hivyo siwezi kuletolea majibu swala hilo kwa sasa. Sawa, umeniambia hapa alikuwa anaishi kwa shemeji yake. Yeye wazazi wake wako wapi? Labda uzaliwa wake alizaliwa wapi na wazazi wake kwa sasa hivi wako wapi? Yeye kwa sasa hivi anabaki na mzazi mmoja. Baba yake alikwisha fariki na kwa sasa hivi yuko na baki na mama yake mzazi, na mama yake anaishi mkoani Kagera, Bukoba vijijini, eneo linaloitwa Izimbia. Marehemu utamkumbuka kwa kipi tangu na enzi za uhai wake mpaka kufikia mauti wake? Kwa kweli marehemu nitakachomkumbuka nacho, amenachia jambo moja kwamba mtaji wa maisha ni kuwa na watu. Na wewe mwenyewe ni shuhuda, unaona wanafunzi wenzake walivyoitikia, majirani walikuwa wanamfahamu. Nimekuambia hapo before kwamba alikuwa anaishi maeneo haya, alikuwa anaishi kwa shemeji yake hapa.
unaweza kuona turn up ya watu, na leo na hapa wamekwisha pungua, watu walikuwa wengi zaidi hawa, sababu tulileta viti zaidi ya 100, maana yake kulikuwa na watu zaidi around watu 100, tuchapungua sasa hivi, na tunatarajia kesho watu watakuwa wengi zaidi. Kwa hiyo hii hali ya yeye kukaa na watu vizuri kwa upendo na furaha imekuwa mtaji kwake, na sasa hivi tunatafuta fedha za kuweza kumsaidia kufika Bukoba, lakini tunaamini tutazipata kwa sababu ya mtaji ambao tayari alishakuwa nao wa watu ambao alikuwa anaishi nao kwa upendo. Tangu kuzaliwa kwake mpaka kufika huku kuanza kujitegemea, yeye tangia alivyozaliwa alizaliwa akiwa kijijini huko, na je, alipofika huko Dar mpaka kuanza masomo na kuanza kujitegemea ilikuwa ni mwaka gani? Ni kweli yeye alizaliwa huko kijijini, lakini kama unavyofahamu mtu anabadilisha mazingira kulingana na factors za labda za masomo. Atakuwa alianzia huko kijijini, faulu mitihani labda kwenda kidato kingine, akabadilisha mazingira kuja kusoma Dar es Salaam, akaendelea kujiendeleza mpaka akafikia chuo masomo ya elimu ya juu, ambapo alikuwa hapo Tumaini University akichukua shahada ya sheria. Lakini so far alianzia huko, lakini katika mwendelezo wa kielimu ilimkuta automatically yuko Dar es Salaam na kuendelea na masomo mengine ya elimu ya juu kama alivyokuwa akifanya kwa sasa. Ambapo mpaka sasa hivi alikuwa ni mwaka wangapi kabla umauti kumfikia? Sorry? Alikuwa ni mwaka wangapi pale chuo kabla umauti? Sasa hivi alikuwa mwaka wa 3. Mwaka wa 3. Maana alikuwa anaelekea kumaliza sasa chuo. Sawa, basi naomba utuelezee taratibu za mazishi zikoje kwa sasa? Taratibu za mazishi kwa sasa, na labda nichukue fursa hii kutoa mabadiliko kidogo. Mwanzo ilikuwa kwamba mwili ukuje hapa na kutakuwa na ibada hapa. Sasa mwili hautakuja hapa tena. Mwili utatoka hospitali utaenda moja kwa moja chuo kikuu cha Tumaini campus ya Dar es Salaam. Ratiba itaanza saa 5 na kuendelea mpaka saa 8. Katikati hapo kutakuwa na ratiba nyingi kutakuwa na ratiba za kiibada, kutakuwa na ratiba za kuaga mwili, kutakuwa na ratiba za kusoma wasifu wa marehemu. Mara baada hayo tutakuwa imekamilika, tunatarajia safari ianze kuanzia saa 9 kuelekea mkoani Kagera. Na Bukoba huko tutafika, tutaondoka hapa siku ya Jumatano. Bukoba tutafika, mkoani Kagera tutafika kwenye majira ya saa 10 hivi. Na mara baada ya kufika huko itakuwa ni Alhamisi, Ijumaa ndio itakuwa siku ya maziko saa 10 jioni. Taratibu za watu kuondoka huko, labda kuna magari, usafiri ambao umeandaliwa nyinyi kama familia? Kuna usafiri umeandaliwa si kama familia. Kama unavyoona hapa tulikuwa na kikao ndio kimeisha. Tutakuwa na costa moja kwa ajili ya kuelekea mkoani Kagera. Sasa tutafahamu kama wanafunzi na wenyewe pia wameorganize kama takuwa na usafiri wao wa kumsindikiza mwenzao. Itakuwa ni vizuri zaidi kama tutakuwa na taratibu, lakini mwanzo nilisikia wana taratibu kwamba wanafunzi nao pia wameorganize kwamba watakuwa na usafiri wa kumsindikiza mwenzao kwenda kumzika huko Kagera. Lakini so far mpaka sasa tuna costa moja ambayo familia ikishirikiana na baadhi ya wafanyakazi wa Tumaini University umeandaliwa kwa ajili ya kuwapeleka waombolezaji mkoani Kagera kwa ajili ya maziko. Kwa kumalizia, tuna lipi la kujifunza sasa kupitia kifo cha marehemu? Cha kujifunza ni kwamba labda tu hasa vijana unapokuwa na mtanziko wowote au kama ni msongo au shida yoyote inakutatiza, ni vizuri pia kuwaona wanaokuzidi au walezi au washauri. Unaweza ukafikisha ile shida yako kwa walezi wako au wazazi au mtu yote ambaye unaheshimiana naye, ukajaribu kushare naye kila ambacho labda kinakutatiza, na pengine inaweza ukawa solution ya jambo linalokusibu wakati ule.
inaweza ikawa njia mojawapo ya wewe kutatua shida zako mbalimbali ambazo zinaweza kufanya wewe sasa ukaelekea kwenye mwelekeo ambao si mzuri. Kwa hiyo ni fundisho kwa wengine waliobaki, wanaweza kujifunza kupitia hapo kwamba kumbe kushirikisha mambo ambayo yanaweza kana unaona wewe ni tatizo kwako, kwa watu wengine ambao wewe unafikiri labda unaheshimiana nao, labda ni wasili wako na kitu kama hiyo, inaweza kukusaidia kuondokana na changamoto mbalimbali zinazokuwa zinakukabili kwa wakati huo au wakati ujao. Ni hayo tu kwa sasa. Sawa, nashukuru sana na poleni sana kwa msiba. Asante sana.